Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Mbeya imemhukumu Beatus Andrew, mkazi wa Mkwajuni, wilaya ya Songwe, mkoani Songwe, kunyongwa hadi kufa baada ya kukutwa na hatia ya kumuua mtoto Obedi Mwasha mwenye umri wa miaka 17 kwa kumpiga na kitu kizito. Akisoma hukumu hiyo, jaji wa Mahakama Kuu kanda ya Mbeya Mheshimiwa Saidi Kalunde amesema katika uamuzi wake kwenye shauri hilo, mahakama imezingatia mambo makubwa manne ambayo ni mahakama kutaka kujua kama kweli kuna mtu aliyekufa, ikiwa kifo hicho sio cha kawaida, kama aliyemuua alikuwa na nia ovu, na kama mshtakiwa ndiye aliyehusika na mauaji hayo. Jaji Kalunde amesema baada ya kusikiliza ushahidi ambao umewasilishwa na Jamhuri kupitia mashahidi 6 waliofika mahakamani hapo, mahakama imejiridhisha pasina kuacha shaka kuwa ni kweli mtoto Obedi Mwasha alikufa na alikufa kifo kisichokuwa cha kawaida, na kwamba yeyote aliyemuua alikuwa na nia ovu. Amesema katika shauri hilo, shahidi namba 1 na shahidi namba 4 ndio waliomuhusisha mshtakiwa na shauri hilo kwa kumuona na kumtambua kabla na baada ya tukio. Amesema kutokana na ushahidi uliotolewa mahakamani hapo, mahakama imejiridhisha bila kuacha shaka kuwa mshtakiwa Beatus Andrew ndiye aliyemuua Obedi Mwasha, na hivyo mahakama inamtia hatiani. Baada ya mshtakiwa kutiwa hatiani, wakili wa serikali Imelda Aliko na wakili wa utetezi Stanislaus Michael hawakuwa na pingamizi, na ndipo Jaji Kalunde akaamua kumsomea Beatus Andrew adhabu inayomkabili kuwa ni kunyongwa hadi kufa kwa kosa la kumuua Obedi Mwasha. Baada ya Jaji Kalunde kumaliza kusoma hukumu hiyo, wazazi na ndugu wa marehemu Obedi Mwasha wakiwa nje ya mahakama wakawa na haya ya kusema. Nilikuwa naye peke yake mtoto wangu wa kiume ambaye nilikuwa nategemea, na alikuwa ni mwanafunzi wa form 4, lakini waliweza kufanya kama alivyofanya. Malengo yake yote yale alikuwa anayategemea hakuweza kuyatekeleza. Kwa hiyo wamemharibia malengo yake na kumkatiza uhai wake. Mimi nashukuru mahakama imetenda haki yake kwa kumhukumu huyu jamaa, huyu Beatus, ambaye Beatus huyo na alikuwa na wenzake, lakini hao wenzake wawili bado hawajakamatwa. Mimi hiyo mahakama nimeishukuru, lakini mtoto wangu kumuona ndio hivyo, ameshapotea mtoto wangu. Sina cha kusema ila naishukuru mahakama kwa uamuzi iliyotoa kutenda haki. Nashukuru sana. Huyu mtoto aliyefariki Obedi Sawafu Mwasha ni mjukuu wangu na tuliumizwa, lakini asante kwa sababu Mungu alienda kusimama na kuonyesha aliyeweza kufanya mpaka Obedi Sawafu Mwasha kuondoka katika dunia hii akapatikana, na leo mahakama imetenda haki kwa kumtia hatiani na kutoa hukumu ambayo imetolewa na mahakama.